Sura ya kwanza, Isaya sura ya kwanza. Samahani. Isaya sura ya kwanza, naanzia mstari wa 18 mpaka wa 20. Sikiliza. Aya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mwambie jirani yako, kinywa cha Bwana kimenena haya. Kichwa cha habari, andika kula mema ya nchi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Amen. Amesema njoni dhambi zako zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa kama sufu. Ijapokuwa zitakuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa safi kama seruji. Si ndio? Wangapi? Mwingine anashangaa, bendera kwani huwa ni nyekundu? Mataifa mengine yana bendera nyekundu, si ndio? Sisi hatuna bendera nyekundu. Na kipindi kile ile bendera nyekundu ilikuwa inaitwa Star of David, kwa bendera za kina Daudi, hizo bendera nyekundu kule. Ndio maana wanafananisha hivi. Ukimwambia mtu anayetoka mkoa wa Kagera kwamba dhambi zako zitakuwa nyeupe kama pamba nyeupe, hawezi kukuelewa, maana yeye hajui pamba. Kuna wengine hawajui pamba ni kitu gani, hajawahi kuona, naisikiaga kwenye matangazo, kwenye redio. Amen. Alafu akasema mkiyafuata haya yote, ndio tunakuja kwenye somo letu, mtakula mema mkikubali kusemezana na Mungu, mkatii, mtakula mema ya nchi. Wangapi wanakula mema ya nchi? Uli mema ya nchi. Nyumba hujajenga wewe, si ni mema hayo ya nchi? Una mme wewe, si ndio mema ya nchi hayo? Una mke wewe, hayo si ndio mema ya nchi? Una pikipiki wewe, una gari wewe, amen. Una duka, una biashara nzuri, haleluya. Mtakula mema ya nini? Ya nchi. Lakini tukubali na kutii. Kama tukikubali na kufanya nini, ndio mema ya nchi yanatuijilia. Haya mambo mawili, la kwanza ni kukubali. Ukikubali maneno ya Mungu aliyoyaagiza, mkasemezana naye, lazima ule mema ya nini? Wangapi wamekubali kuyafuata masharti ya Mungu? Umekubali kabisa kwamba nimeamua kufata na kukubali maagizo ya Bwana ili niyatendee kazi. Wangapi? Amen. Kuna wengine hawakubali kuyafuata maagizo ya nani? Ya Mungu. Hivi leo ukiangalia watu wengi sana walivyo, wamebadilika. Jinsi walivyoamini sio jinsi walivyo sasa wanavyoendelea. Yako mabadiliko makubwa sana juu yao. Na ndio maana unaona kule watu wanaomba watu wawe na unyenyekevu, watu wawe na hofu ya Mungu, watu wajazwe nguvu za Roho Mtakatifu, watu wajue kumwendea Mungu. Ni kwa sababu walio wengi makanisani hawakubali kutii. Sema hawakubali kutii. Wewe ukishakubali maneno, kwa maneno ya Mungu hakuna urahisi.
hakuna kurahisisha. Bwana aliposema hapa hapana, anakazia kusema hapana. Bwana aliposema ndio, anaendelea kukazia ni amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wengi hawakubali, na ndio maana utajikuta ibadani kwako unaingia unavyopenda wewe. Unaweza kaingia ibadani saa 6, saa 5, saa 4:30 ili mradi umejisikia kuingia katika ibada. Bwana Yesu atusaidie. Ibada za Mungu watu wamezifanya ni ibada zao binafsi. Mtu anaamua mwenyewe, mimi leo siendi ibadani, mimi wiki hii sitaenda, na kweli roho yako inakubalia. Niliwaambia aliyokuwepo kwamba dhambi, haleluya, utamuona shetani na mkia anakuja kukutendesha dhambi. Anasimama kwamba mimi ni paka mfano wa shetani, nataka wewe uibe, nataka wewe ukafanye mambo haya. Nilikwambia shetani anaingia kwenye fikra zako, anaharibu kwanza fikra zako, basi unaanza kuwaza. Hebu nikuulize, mtu anapoanza kuasi, huwa shetani anamfuata kwamba asi wewe. Fikra zako zinakuja kwamba hivi nikiacha kwenda kanisani kuna hasara gani? Amen. Nikiacha kwenda kanisani nitapungukiwa nini? Mbona naona wasioenda kanisani wanafanikiwa? Wanafanikiwa kwa sababu wana Mungu wao wanayemwabudu, naye amewaagiza kufanya hivyo. Sema amen. Nilikwambia walio wa shetani, shetani hashughuliki nao. Walio wa Mungu ndio shetani anawatafuta ili awaangushe, na walio wa Mungu ndio hao Mungu anaowabariki. Hakuna shetani anayembariki mtu, hayupo hata siku hii. Nilikwambia usijidanganye. Ukitaka kukula mema ya nchi, lazima ufuate maagizo ya Bwana, ukubali kutii. La pili amesema mkikubali na kutii, unakubali alafu natii. Hilo ni jambo la pili sana. Haleluya. Nikupe mfano mdogo. Sasa wewe maombi toka yameanza mwezi mzima, huji kwenye maombi, umeongeza nini katika familia yako? Biashara yako umeongeza nini? Mtaji wako umeongezeka kwa sababu ulikuwa unaendelea kufanya kazi zako? Hudhuria maombi, ukubali kutii ili Mungu akupe mema ya nchi. Nilisema ile wiki ya Pasaka kwamba watu wengine wamefunga mfungo wa Kwaresma ili wakamalizie mfungo kwenye dhambi. Wakanywe pombe, wakanywe bia, wakanywe viroba. Wao wanafikiri walikuwa wamefunga, sasa wamefunguliwa. Maana yake walifunga mfungo kwamba tunafunga kwa Yesu, kumbe walikuwa wanaona wanateswa. Mbona tunaendelea kufunga kwa Kwaresma hii? Mbona tunaendelea kuwepo? Sasa si afadhali iishe hizi siku ziishe, tukafungulie ili tufanye tunavyotaka. Habari ya Mungu, sema amen. Habari ya Mungu ni yako na wewe. Wewe na Mungu wako. Ukiamua kumfuata Bwana, yatende yaliyo ya Mungu, ndivyo Mungu anavyoagiza. Leo watu wamekuwa hawatendi yaliyo ya Mungu. Nilikwambia watu hawataki injili iliyo ya kweli, wanataka wakadanganywe huko. Haleluya. Biblia imeelekeza ukitinda kukubali utakula mema ya nchi. Bwana atabariki nyumba yako. Ukitii, Bwana atafungua milango hata katika mazao yako. Ukitii, Bwana atafungua milango hata katika uzao wako wa tumbo lako. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Unakuta watu wengi hawatii, hawafuati maneno ya Mungu. Mungu hawezi kukubariki. Unatoa ahadi, utekelezi. Ukiangalia ahadi ulizozitoa toka mwaka jana au mwaka juzi, ni nyingi, zimekuzidi uwezo. Matokeo yake zinakuletea uanze kuasi. Mungu huwa habariki patupu. Ukitaka ubarikiwe, Mungu akuinue, usione watu waliojenga majumba magorofa kwamba wamebarikiwa na Mungu wote. No, wengine wamejibariki kwa kafara. Amen.
Wengine wamejibariki kwa kutoa damu za ndugu zao, wakaharibu ndugu zao wakawa mazezeta, wao wakatajirika. Ndugu zao wakaendelea kuwa mazezeta, wao wakatajirika, na wanafurahia kumuona ndugu yake anakuwa zezeta. Sisi tuliookoka tulipata neema ya Bwana kutufundisha ili tufanye ili tupite hapa tufanye nini. Watu wengi tuko leo, wewe siku yako ni ya Jumapili tu. Hizi siku nyingine, haleluya, Mungu hawezi kukubariki kwa sababu unasali Jumapili. Mungu atakubali kwa kutii yale yanayotolewa, kwamba tuna ibada Jumatano, tuna ibada Ijumaa, tuna ibada Jumapili. Ukiyatii hayo, mema ya nchi yatakuja kwako. Nimeuliza hapa, wangapi wanakula mema ya nchi? Tunakula sana mema ya nchi. Haleluya. Wangapi wana miradi? Fungua miradi yako, nimekwambia, ili Mungu aendelee kukubariki. Tii maagizo ya Mungu. Ukisoma, hebu nisomee ile Kumbukumbu ya Torati sura ya 28. Kuanzia mstari ule wa kwanza utashuka, nitakwambia, nafikiri tutakwenda mpaka mstari ule wa 8. Soma. Inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, kuyafanya maagizo yake yote ya kuagizayo wewe, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutunza juu ya mataifa yote ya dunia. Atakutukuza, sio kukutunza. Juu ya mataifa yote ya duniani. Halafu, na baraka hizi zote zitakuijilia na kukupa usikiapo sauti ya Bwana. Na kukupata, si ndio? Sio kukupa. Zitakuijilia na kukupata. Mimi sisomi, lakini yako humu. Usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Usikiapo sauti ya Mungu Bwana wako. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Tumbo lako litabarikiwa. Na uzao wa nchi yako. Nchi yako, uzao wa nchi yako itabarikiwa, Tanzania, na wewe watoto wako watabarikiwa. Na uzao wa wanyama wako. Wanyama pia unaowafuga watabarikiwa. Na maongeo ya ng'ombe wako. Na maongeo ya ng'ombe wako. Na wadogo wa kondoo zako. Na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako. Kapu la kukandia unga. Na chombo chako cha kukandia unga. Chombo chako cha kukandia nini? Unga. Na ile kapu lako, sio kapu la wamama. Huko kwenye harusi unasikia kuna kapu la wamama. Twende. Utabarikiwa uingiapo. Unapoingia lazima upate baraka. Utabarikiwa na utokapo. Utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako. Wale maadui watakaoinuka juu yako, Bwana atawafanyaje? Kupigwa mbele yako. Atawafanya wapigwe mbele yako, na waangalia hivi hivi. Watakutokea kwa njia moja. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Wanakuja kwa njia hii wakikusudia kufanya jambo, wao wanakwenda kukimbia kwa njia 7, mapigo 7 zaidi yao. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako. Baraka anaiamuru Mungu sasa. Katika gara zako zote. Na mambo yote utakayotia mkono wako. Na mambo yote ya kwako utakayotia mkono wako. Naye atakubarikia katika nchi akupayo. Katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako. Unasikia hapo? Haleluya. Umezisikia baraka za Bwana hizo? Anakubariki. Unapokuwa umejenga nyumba, unapokuwa umejenga mji au umenunua kitu fulani, aliyekubariki ni nani? Ni Mungu. Anatumia mawazo yako, anaingia kwenye akili yako, anakupa kibali jinsi unavyowaza kwamba mimi nawaza niwe na mradi huu. Mungu anakubaliana pamoja na wewe, lakini ukitii
na kukubali maagizo yake. Sema amen. Kwa mfano, wangapi wana watoto hapa? Inawezekanaje ukamwacha mtoto wako nyumbani wewe ukaja ibadani? Mungu amesema nabariki uzao wa watoto wako. Wengine waishafikiria wao ndio muhimu kwenye ibada. Hata mtoto ni muhimu kwenye ibada. Awe anaelewa asielewe, anapokutana na watu wa Mungu baraka zinamwendea, kwa sababu Mungu alishaahidi kubariki uzao wa tumbo lako. Hivi uzao wa tumbo lako ni upi? Niwaulize, nani anajibu? Nyosha mkono unijibu. Tunaposema uzao wa tumbo lako, nani anajua? Hatujui. Unazaa tu, ujui uzao wa tumbo lako ni wakina nani? Uzao wa tumbo lako ni watoto na wajukuu wako, maana hao wanaitwa wana wa wana wako. Kuna watu wengine wajukuu hawawathamini. Ukimwachia mjukuu, wewe mama, ukimwachia bibi au babu mtoto wako, unamkuta na ngeo. Mimi msinizoee, nenda kwa mama yenu huko. Sio anakuzoea, ni uzao wa tumbo lako, na Bwana amelibarikia. Mimi sitaki kuliona lijukuu hapa, sitaki kuona litoto fulani hapa. Unakosea. Haleluya. Ni sawa na mtoto wako. Bwana usipoyatii maagizo yake, utakuta watoto wanabadilika. Nilisema kuna watu wengine bado wanaabudu miungu ingawa yuko kanisani. Akiwa kanisani anamwabudu Mungu, akienda kwenye ukoo anajiunga na wanaukoo kuyatenda yale yasiyo ya Mungu. Amen. Kama ni mitambiko na kwenda nao, kama ni mambo ya miungu na kwenda nao, huo sio uokovu. Unatakiwa ujitoe, ukubali kutii maagizo ya Mungu ili Mungu apate kukubariki, kwa sababu alishakuahidi kwamba atakubariki. Hawezi kuacha kukubariki. Bwana akisema nabariki, anabariki, na anatubariki kwa kanuni. Halo. Sasa tusipozifuata kanuni hizo, hatuwezi kula mema ya nchi. Haleluya. Kuna watu wengine katika maisha yao anasikia mema ya nchi. Ili Mungu atufanikishe kama familia au kama koo. Nilikwambia kuna koo zingine ukizifuatilia, huwa mtu akiokoka asipozikataa, yale mambo ya ukoo wao yanamfuatilia. Ndio sasa, hivi unavyoniona hivi, haya mambo yangu mimi yalikuwa ya shangazi haya. Maana yake hajayakataa. Shangazi kama alikuwa sijui anaanguka kifafa, sasa mimi huu ugonjwa ni wa shangazi yangu tu. Maana yake umeendelea kukubali kuulisi ule ugonjwa wa shangazi yako aliyekuwa akianguka nini? Kifafa. Watu wapo. Haleluya. Lazima uelewe kwamba unaweza ukaokoka kwa sema nimeokoka, kumbe hujaamua kukubali na kutii. Hujaamua kusemezana na Mungu. Kwa hiyo mema ya nchi utakuwa unayasikia. Huwezi kubarikiwa. Nilisema kuna watu wengine katika koo zao iko tabia moja, wanaolewa wanaachika. Zipo koo za namna hiyo, si ndio? Utakuta watu wote wanaolewa katika ule ukoo wanaachika, hawana waume, ni wachache waliobaki. Mtu mwingine akaniuliza, sasa huyu anayebaki? Nikamwambia huyu anayebaki anaingia kwenye tabia ya mume aliyemuoa. Haleluya. Wangapi wana ndugu zao walishaachika? Kwa nini ameachika? Ina maana kwa kizazi chake cha kwanza kile kuna watu walikuwa na hayo. Kwa hiyo amelisi tabia hiyo, ile roho inamfuatilia mpaka igundue na kuikataa. Amen. Hujawahi kuona katika ndugu zako wote, wewe umeokoka, lakini ndugu zako wapagani wanamiliki mali kuliko wewe uliyeokoka? Uliwahi kujiuliza ni kwa sababu gani?
Amen. Ndugu kabisa hawajaokoka wapagani 100%. Hawajawahi kwenda hata kanisani, hata kama walikwenda labda ni kwa ajili ya harusi ya ndugu yao. Lakini wanamiliki vitu, mali kuliko wewe. Uliwahi kujiuliza? Uliwahi kujiuliza? Wangapi waliwahi kujiuliza? Lazima ufuatilie, usifuatilie Simba na Yanga. Fuatilia roho zinazokutesa katika maisha yako ya biashara yako. Usije ukasema hii biashara inawezekana katika ukoo wako, biashara unayoifanya yuko aliyetangulia kuifanya. Aidha baba, mjomba, shangazi. Amen. Na ukiona wewe uko peke yako umeanzisha hiyo biashara, hakuna ndugu yako aliyeifanya, wako watu wanaokuja wa tumbo la uzao wako watailisi ile biashara, wataifanya. Neema inapoangukia watu wanasahau. Haleluya. Nilisema kuna mizimu mingine inafuataga watu. Haleluya. Mimi nilipookoka ndio Mungu akawa ananifunulia. Kule kwetu, kwenye ukoo wa kwetu kule ilikuwepo mizimu, tunaifahamu. Lakini wengine hao wadogo waliozaliwa sasa hawawezi kuifahamu, na hawataifahamu kwa sababu hawaulizi. Amen. Nani aliwahi kukaa na baba yake akamuuliza kwamba kabla wewe baba ujaoa na umezaliwa, hapa kwa babu yako kulikuwepo na kitu gani? Babu yako alikuwa anafanya kazi gani? Baba yako akikwambia utapata chimbuko la kutafuta nguvu ya Mungu kwa yale ambayo unaona sio haki kwako kuendelea ingawa umeokoka, ili Bwana ayamalize katika maisha yako ya kiroho. Amen. Wako watu unaanzisha biashara inafeli. Wako watu ukoo wako mzima hakuna aliyefanikiwa, umefanikiwa wewe. Lazima ujiulize, ni kwa nini nimefanikiwa? Ni kwa neema ya Kristo, kwa sababu mimi namjua Mungu, ndio maana Mungu ameamua kunipa mema ya nchi. Na kwa nini amekupa? Maana yake ulikubali na ukatii. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Wewe nikuulize, kuna watu wanakimbiaga michango hapa. Chango kitangazwa tu, anakuja wiki ya kwanza, ukiendelea kutangazwa kwake yeye ni kero, alafu anasema ameokoka. Mdanganyifu. Wewe ukiamka, Bwana Yesu asifiwe sana, ukatangaza mchango mzee wa zamu kwamba tunatakiwa kesho tufanye 1, 2, 3, watakusikiliza, alafu kesho utamuona mtu. Watakuja wale ambao Bwana amewafunulia, waliyekwisha kubali kutii na kusemezana na Mungu wao. Biblia inasema utakapoingia katika nchi nikupayo mimi, usijifunze kutenda kwao mfano wa mataifa, kwa kuitumikia miungu ile ya kale. Amen. Hili Mungu akubariki na kukupa mema ya nchi, ili umalize michango yako unayokuwa umepangiwa, lazima ukubali kutii maagizo ya Mungu. Ukiatii, lazima Mungu atafungua hazina, ataibariki biashara yako. Haleluya. Wewe wakisema tuchangie kuku unachangia, tuchangie vioo unachangia, tuchangie kitu gani tunachangia. Mhubiri anasema huwezi kujua ni sadaka ipi itakayo kufanikisha wewe. Sasa wa Pentecost walio wengi sasa hivi unaweza ukuta watu wamepaki magari ya VX, magari ya nguvu, wanaingia kanisani lakini wanakwenda kukalia vigoda. Wanaingia kanisani wanakwenda kukalia matofari. Wanaingia kanisani, kanisa halijatengenezwa, halina sementi, halina vigae, lakini magari ukiyapiga nje yaliyopo hapo unaweza kupata thamani ya milioni hata 700. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukikubali kuyatii maagizo ya Mungu anayotuagiza, wewe hutakaa hivyo ulivyo. Mungu atakubarikia.
biashara yako haitadorora hivyo ulivyo. Kuna watu walikuwa wanauza miwa, sasa hivi ni matajiri, wana ng'ombe, wana majumba. Kuna watu walikuwa wanauza karanga, sasa hivi wana maendeleo makubwa. Ingawa kwa Watanzania wa Afrika tulivyo, mtu kama alikuwa anauza karanga akajenga nyumba, huyu hamna. Huyu mnampa na jina chuma ulete. Alichuma wapi? Si uendeke huko kachume na wewe ulete. Bwana Yesu atusaidie. Tunaiacha neema ya Mungu, tunaziacha baraka za Bwana kwa kutokuyafuata maagizo ya Bwana. Mimi naangalia wale watu ambao wanakuwa naambiwa njoo tukupe utajiri, njoo tukupe nyumba na kuja kukufutia madeni. Sasa mtu unaposema unamfutia madeni, maana yake si unamlipia. Sasa unamfutia madeni, unaelekeza kwa mtu mwingine ambaye hajamwaahidi kumfutia madeni. Amen. Watu wanabeba michanga hiyo, watu wanabeba makokoto hayo, watu wanabeba mafuta. Ukitaka kujipaka mafuta hayo, kanunue dukani hapo Mizeituni ukajipakae. Wengine wananyweshwa. Niliona mwingine ananyweshwa jana na kunywesha uchungu upande ujifungue. Kweli baba, kweli baba, kweli sema nabii, ukajifungue. Kinachosababisha mtu ajifungue ni kumwagia mafuta mdomoni, au ni Mungu kumwambia huyu mtu ajifungue? Amekaa muda mrefu. Yule mama amekaa muda, yani tumbo lake limepitiliza miezi 7. Ukilinganisha ile miezi 7 na miezi 9 ya kujifungua, maana yake ni miezi 16, si ndio? Sasa miezi 16 ni mwaka mmoja na miezi 4. Anaambiwa baraka, yuko mimba kubwa, tumbo kubwa, anasema tumbo langu lilipotea lakini juzi limezuka, naomba mniombeni kajifungue. Tumbo liko hivi, alafu huyo anamwagiwa mafuta kwenye mdomo na kwenye mabega na kwenye mgongo ili akajifungue kupitia yale mafuta. Maana yake jina la Yesu alifanya kazi, tuliamini. Jina linalotenda miujiza na kazi zote hizi ni la Yesu, sio vitu mbadala, sio vifaa vile vinaitwa sasa hivi wanaita vifaa vya kiroho. Wanasema njoo uchukue vifaa vya kiroho. Hiyo sio vifaa vya kiroho, vifaa vya kijinga. Vifaa vya kiroho ni kuomba, kutii na kukubali ili Bwana apate kukubariki. Bwana Yesu atusaidie. La mno wanaangushwa wakubali. Kuna mwingine alikuwa anapigwa ngwara, anakatwa mtama, anaanguka kula, akiinuka naomba mniombe. Umeshapigwa mtama, umeshaanguka, umeumia, bado unarudi wakupige wa pili. Kwa nini watu msilikubali neno la Bwana? Neno la Bwana halitaenda jinsi unavyotaka wewe, litakwenda jinsi neno la Mungu linavyotaka uende wewe. Pigie Bwana makofi. Ukitaka ufanikiwe kwa mambo yote, lisikilize neno, liishi neno, likubali neno, litii neno. Asikudanganye mtu yoyote awaye. Hakuna mwenye uzima tofauti na Mungu. Kaa utulie kanisani. Mwingine anaweza kukwambia hivi, leo umesikia, leo mchungaji sasa ametutukana leo. Wewe nenda na yale uliyoyasikia. Hayo ya kutukanwa ameyasikia huyo, wala usimsikilize. Mwambie mimi nina roho wa Bwana na Bwana amesema na mimi kuhusu mambo fulani, nataka niaache. Wengine unampigia simu, ulikuwepo? Ungekuwepo ungeona. Yaani umesemwa mpaka na mimi nikaona aibu. Hiyo aibu uliipata wapi? Wewe unaiona aibu ni wewe. Kuna mtu anaukatisha tamaa usiendelee. Kuna watu wanaukatisha tamaa usifanikiwe. Nasema ukipita katika shida mbalimbali, ujue wewe Mungu yuko pamoja na wewe. Ujue Mungu anakuhitaji kwa kitu fulani. Ayubu alipitia majaribu makubwa sana, alimaliza kila kitu. Sasa wewe kupata tatizo dogo umeanza kumlalamikia Mungu. Mungu umeniacha, Mungu sikuoni, mbona sasa hivi sio kama mwaka jana?
Bwana anajua haja ya moyo wako. Kubali kufanya yaliyo ya Mungu na kutii ili Mungu akubariki. Formula za Mungu zinakwenda tofauti na watu wanavyowaza. Nilikwambia hivi, hayapo mafanikio nje ya maagizo ya Mungu. Hayapo. Ukiweka nadhiri zako ziondoe, ndipo mafanikio yatakuwepo. Ukisema mimi, wangapi huwa wanajua neno malimbuko? Nani aliwahi kutoa malimbuko? Kwa hiyo hayo malimbuko yako unapoyatoa, yanapokuwa yameombewa, si Mungu anabariki? Mwingine anasema nilipochukua vifaa vya kiroho, nikachukua udongo huu nikaenda kuumimina shambani kwangu. Nilipoumimina shambani kwangu, eka moja ilikuwa napata gunia 10. Sasa hivi eka moja natoa gunia 60. Hata kitaalamu havipo hivyo kwa akili ya kawaida. Mimi nahitaji gari. Utapata, pokea gari hapo ulipo. Magari hapa ni kanisani, sio showroom. Mungu ana taratibu zake, lazima muyaelewe haya. Na lazima uelewe neno la Mungu la kweli ni lipi, na neno la Mungu sio la kweli hili, ingawa linasemwa. Watu watumia tekniki kubwa sana kukuataki wewe ili uweze kuwaendea wewe mahali pale unapoabudia. Niliwaambia hata siku ile nilikuwa nazungumza kwamba mtu anasema mimi mtumishi wa Mungu, sadaka yangu ya mwezi huu, zaka yangu ya mwezi huu, nilikutana na maskini, nikakutana na viwete, nikakutana na wahitaji, na sadaka yangu nikawapa. Nikakwambia Bwana hajakuagiza kufanya hivyo. Bwana amekuagiza sadaka yako, nadhiri zako, kutoa madhabahuni pale alipochagua alikalishe jina lake, ili wewe muabudu pale. Bwana Yesu atusaidie. Hakuna madhabahu ya vipofu, ila kuna mtaa wa vipofu omba. Hakuna madhabahu ya viwete. Uliwahi kuiona? Haleluya. Saa nyingine unatoa pesa yako, hiyo pesa ulioitoa inakwenda kuharibu mambo mengine. Hatusemi msiwabariki, wabarikini, lakini lazima umwambie. Mwingine unampa pesa na kwenda kunywea pombe, hiyo pesa yako haijafanya kitu. Mungu anakubariki, toa shukrani zako. Haleluya. Lea, ulitoa shukrani ulipopata mme? Nilikwambia Bwana atakapokubariki toa shukrani, kwa sababu utamuinua Mungu kwa yale aliyokutendea wewe. Tungekuwa na uwezo ya yale tunayoyataka tungeyafanya wenyewe, lakini mpaka tupeleke hoja zetu kwa Bwana, tukasemezane na Mungu wetu, mimi nahitaji kitu fulani, Mungu anakupa. Hawa watoto tulionao sio wote ambao tunatoka nao majumbani. Tulitegemea idadi ya watoto iwe nyingi sana kuliko wazazi. Unakuta mzazi mmoja anatoka nyumbani lakini ana watoto 4, ana watoto 3. Wewe ukitoka nyumbani na watoto 3, tayari mji wako umetoka kwenda ibadani na watu 4. Tuwafundishe watoto wetu kuyaishi yale maagizo ya Mungu, ili Mungu apate kutubariki katika maisha yetu tulio nayo, ili Mungu apate kutuinua katika maisha yetu tulio nayo. Nilikuwa nasikia hapa tulipokuwa tunaomba juzi jana, watu walikuwa wanapiga sana kelele. Kasema hizo kelele ni za watu wanaomsifu Bwana, kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Haleluya. Usikubali kuwa mwanakwaya tu wa kuimba pasipo kuomba. Usikubali kuwa mama wa kukaa tu kanisani. Uimbagi, uongozi, sifa ni kazi gani ambayo Bwana amekuchagulia? Lazima umuulize Mungu, mimi huduma yangu ni nini? Hivi mchungaji unavyoniona mimi huduma yangu naionaje? Haleluya. Kuna watu walikuwa wanaimba walishaacha uimbaji.
Kuna watu walikuwa wanasali wameshaacha kusali. Ukiacha kusali, mwenye hasara ni wewe. Na watu wengi wanaacha kuabudu, kusali na kuimba huko kwenye kwaya kwa sababu wana shughuli nyingi. Hizo shughuli sio za kwako, na wewe ulizikuta ukazianza. Njoo tumuombe Bwana, tumwambie mahitaji yetu. Tumwambie Bwana aibariki Tanzania. Tumwambie Bwana awabariki viongozi, watie nguvu, ainue karama na huduma katika kazi yake. Njoo tumwambie Bwana aponye hata mtoto wako. Unaweza kukuta wengine hapa, mtoto wako anatenda mambo ya ajabu. Aidha kila siku mtaani wasema huyu mbakaji, mlevi, anafanya nini? Huji kumuomba Mungu hapa. Jibu utalipata wapi? Jibu kama ungekuwa nalo wewe ungemuokoa wewe. Jibu analo Mungu. Ni aibu kubwa sana kwa watu waliookoka kukosa vitu muhimu kama maombi. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Neema ya Bwana inapokufunika, kayafanye yaliyo ya Bwana. Hebu nisomee Kumbukumbu ya Torati 6 na ule mstari, karibu tunakwenda kumalizia. Kuanzia ule mstari wa 10 mpaka wa 14. Na Mungu linasema, tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowapia babu zako. Amekuleta katika nchi aliyowaambia babu zako, Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ya kuwa atakupa nini? Miji mikubwa mizuri usioijenga wewe. Anakupa miji mikubwa usioijenga wewe. Na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usizojaza wewe. Nyumba zimejaa vitu vyema usizojaza wewe. Kuna nyumba zingine zimejaa vitu lakini sio vyema. Si unalifahamu hili? Wangapi wanalifahamu kwamba kuna nyumba umeijaza kuna vitu ingawa vimejaa lakini si vyema? Twende. Na visima vimefukuliwa usivyovifukua wewe. Visima vimefukuliwa lakini hujavifukua wewe. Mashamba ya mizabibu na mizeituni usioipanda wewe. Mashamba ya mizabibu na mizeituni usioipanda wewe. Nawe utakula na kushiba. Nawe utakula na kushiba. Ndipo ujitunze. Ujitunze nafsi yako. Usije ukamsahau Bwana aliyekutoa katika nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Usimsahau Bwana aliyekutoa upaganini, kwenye utumwa uliokuwa unatumikishwa na miungu, wachawi, mapepo wabaya, nguvu za giza, roho za kishetani. Mche Bwana Mungu wako. Ukamche Mungu Bwana wako. Ndiye utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Huyo ndiye umtumikie na kuapa kwa jina lake, sio la mafuta wala udongo. Msifuate miungu mingine. Usifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wawazungukao. Katika miungu ya mataifa wanaowazunguka. Umesikia hizo? Ukitii unayoyapata. Wangapi wamejenga nyumba hapa? Nyosha mkono wako. Hiyo nyumba umeijenga, unaweza ukasema nimejenga kwa hela yangu na akili zangu. Biblia imekwambia hiyo Mungu amekupa wewe nyumba usioijenga wewe, ingawa alikutumia wewe kujenga. Haleluya. Amekupa mashamba yamejaa mizeituni usioipanda wewe. Kakupa visima usivyovifukua wewe. Kakupa kila kitu kama alivyoahidi. Ndio maana nasema tukubali kutii, Bwana atatupa mema ya nchi. Haleluya. Kuna koo zingine, narudia tena kusema, usipozipeleka mbele za Bwana utakuwa unawaraumu. Mimi matoto yangu ya hivyo tu, hayaoi, hayaolewi, yanakaaga tu nyumbani yamejirundika. Angalia mfumo. Inawezekana ukawaraumu wewe, kumbe ni tabia ya ukoo wenu iliyokuwepo nyuma huko. Kwamba inawezekana mama mdogo aliolewa na yeye akafanya hivyo. Inaonekana dada yao mkubwa aliolewa na akafanya hivyo. Ule mlolongo ukawafuata.
Lakini ili Bwana awasaidie, wanatakiwa waombewe, nguvu ya laana, mikosi, baraa viondoke kwao, ili waendelee na wao kuyafurahia maisha ya miji yao. Sema amen. Kuna wengine uchumi wao umekamatwa. Unafanya kazi, unapiga akili prana, unachoka. Kuna miji mingine haina maendeleo kwa sababu wale watu hawako umoja. Kila mmoja anajijali yeye mwenyewe. Wanafanya biashara haziendi kwa sababu nifanye mimi kama mimi. Shirikisha hao watu. Kuna watu nilikuwa nawaambia kwamba itokee siku moja tena mnaandaa meza nyumbani kwenu hapo. Unaandaa meza, unakula na watoto wako, mke wako na wale wengine walioko chini ya malango, huku mkibadilishana nini? Mawazo. Utaiona neema ya Bwana inashuka katikati yako, utaona baraka za Bwana zinakuja kwako, utaona kila kitu kinafunguliwa. Hatufunguliwi kwa sababu ya kutokutii na kukubali. Haleluya. Bwana amekuambia toa zaka, utoi. Unategemea nini? Soma neno la Mungu kuhusu hayo mambo Mungu anayekuagiza. Wewe kazi yako ni kuja kanisani na kukaa. Ukipangwa kuja kufanya usafi kanisani huji. Utafikiri umepangwa kwenda kutengeneza nyumba ya mchungaji au kufanya usafi kwenye nyumba ya mzee wa kanisa, wakati hapa unaabudia. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Wangapi wamepangwa zamu wiki hii? Nyosha mkono mahali ulipo. Njoo utii, uingie ndani ukafanye kazi ya usafi. Wengine nimesema ibada zenu ni za Jumapili. Acha Jumapili. Utayapata aje mafundisho ya kubadilisha maisha yako? Unajitegemea wewe kama wewe. Kumbe Bwana kuna kitu alihitaji akupe kupitia mafundisho. Uinuliwe katika maisha yako, utaki. Saa zote unataka wewe ni kula mema ya nchi. Huwezi kuyala bila utaratibu wa Mungu aliyouweka yeye mwenyewe. Mwambie jirani yako, wewe unasemaje? Haleluya. Bwana akikuinua na wewe muinue. Bwana akikubariki na wewe mbariki. Mimi hakuna kitu ambacho huwa kinaniudhi. Unakwenda kwa Mungu wako wiki nzima, Jumapili umejiandaa, hujamwambia Bwana nikupe nini. Bwana atakuchagulia sadaka yeye. Huwezi kumchagulia wewe. Haya maisha yetu Mungu ndiye anayetulinda, Mungu ndiye anayetuelekeza, Mungu ndiye anayetupa uhai, Mungu ndiye anayefanya mambo yote unayoyaona unayaishi. Wangapi tuna simu? Wangapi mna touch zile mnasema za kugusa tu, unagusa kwa damu? Wangapi wanazo? Hiyo simu yako ukiweka MB huwa zinakwambia asante umeniweka 100 MB, kesho utaishi maisha marefu. Unaweka ma MB hayo, ukianza kurusha hivi, ukiangalia kwenye Facebook kule utajikuta kuna vitu vya ajabu sana. Haleluya. Mwingine amekaa hivi, mwingine amefanya hivi, mwingine amefanya hivi, kila mmoja na staili yake kule. Tukisema tusifu hapa, mwingine anasifu kama kwamba ameambiwa beba zege. Imba kwa sauti, punga kanga hewani, shukuru, piga vigeregere, kwa sababu Bwana amekuruhusu kumsifu. Lazima na wewe umsifu kwa kumuinua. Mwambie kiongozi wa sifa, na mimi naomba mniweke kwenye orodha ya sifa. Jamani, mimi nataka kuimba, niweke kwenye orodha ya kuimba. Mbona huko mnaimba masalikula huko? Huko kwenye send off si mnaimbaga? Haleluya. Mwambie Mungu ili akubariki ufanye kazi yake. Usiogope mchango. Usiogope matangazo. Fanya kwa kadiri ya uwezo wako
Mungu atakubariki zaidi na zaidi, na atakupa vitu vingi vyenye faida, nyumba iliyojaa vitu vyema. Haleluya. Uwe wazi mbele za Bwana. Tunaokoka hatuko wazi mbele za nani? Kuwa wazi. Mtu mmoja akamwendea mchungaji wake, akasema, mchungaji, mimi naomba niwe wazi. Akamwambia, ya kuwa wazi, mimi ni mtu mzima lakini ni kikojozi kitandani. Mke wake alipomuona anakwenda kumwambia mchungaji, akamuuliza, ulikuwa unamwambia nini mchungaji? Akasema, hiyo mimi ni siri yangu na mchungaji, siwezi kukuambia. Baadaye muda ukaenda, baadaye Mungu akamwambia, mwambie mke wako nilikuwa nakwenda kumwambia mchungaji mimi ni kikojozi. Usione watu wamekaa namna hii, wana matatizo ambayo mengine hujawahi kuyasikia, mengine umeyasikia. Huyo mtu kwa sababu alikuwa wazi, alipona ugonjwa wake uliompata, na Mungu akasema ubarikiwe, akamuondolea shida. Haleluya. Saa nyingine hatumuelewi Mungu. Inafika saa unafanya yaliyo ya kwako, lazima uelewe katika maisha yako namba moja ni nani? Ni mipango yako au ni Mungu wako? Kuacha mipango yako kaja ibadani ukamuomba Mungu yafaa sana. Iko mipango ya dharura na mipango iliko chini ya uwezo wako. Mwambie Mungu, Bwana, mimi naomba uniruhusu kesho niingie kwenye maombi. Mwambie jirani yako, na wewe umezidi. Mwambie, na wewe umezidi. Maombi yanataka kuisha, auji. Hutapata mema ya nchi. Haleluya. Mungu akubariki sana. Amen. Mema ya nchi. Mungu akubariki kwa sababu tayari tumepata supu hapa. Hayo ndio mema ya nchi, hayo pia. Supu. Haleluya. Ukipata nafasi, kula mema ya nchi.